Yako Bwana inatosha, neema yako Yesu yanitosha, neema yako Mungu inatosha, neema yako Bwana inatosha. Mpendo, na kusalimia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana katika hii Sunday ya kwanza ya mwezi wa 6, na kubarikisha kwa jina la Yesu. Mungu akuonekanie, Mungu akushindanie, Mungu akupatie amani, Mungu akufungulie milango, Mungu akutendee mambo ya ajabu, Mungu akufungulie milango ya baraka, Mungu akuongoze, Mungu akuelekeze, Mungu akutie moyo, Mungu akuelekeze kwa kila maeneo ambayo utapata ushindi katika jina la Yesu. Milango akakufungukie, na wewe mkubali Yesu Kristo akuwe Bwana mkoso maisha yako. God bless you in the name of Jesus Christ, Son of living God. Mpendo, na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo siku ya leo. Leo Mungu amenipatia neno ambalo tunatoka kwa kitabu cha 1 Timothy chapter 2 ambayo inasema kwamba basi kabla ya mambo yote nataka ndua na sala na maombezi na shukurani sifanyike kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema kwamba anataka ndua na sala na maombezi na shukurani sifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Mungu anasema kwamba anataka kabla ya mambo yote ndua na sala na maombi yafanyike kwa ajili ya watu wote, ili tuishi maisha ya amani na maisha utulivu. Ili ni nzuri tena lapendeza mbele ya Mungu ambaye ndiye baba yetu, ya kwamba tuishi maisha ya amani. So anasema anataka maombi yafanyike. Si kama unaombea watu wote, ombea watu wote, njiombee na uombee nchi yako, ombea watawala walio serikalini, ombea hata upinzani, ombea wale watawala. Ni kwa maana Mungu anasema kwamba ili linapendeza mbele zake. Huu ni wakati ambapo unafaa ujitolee kwa maombi sana, kwa sababu ya maisha yako, kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya serikali. Ujiepushe na mambo ya kulaumu, ujiepushe na malalamiko, ujiepushe na stuma, ujidedicate katika hali ya kuomba na katika ile hali ya kutaka amani. Hiyo ndio Mungu anataka katika maisha yako. Anasema kabla ya mambo yote nataka ndua na sala sifanyike, maombezi na shukurani, watu wote wapate kuombewa, wale watawala wa ufalme waombewe, maana wanataka kufanya yaliyo sahihi, lakini wanajikuta wanafanya yale ambayo sio sahihi. Ombea serikali yako, ombea nchi yako, kabidhi maisha yako kwa Mungu, kabidhi majirani zako, jamaa zako kwa Mungu, waombee. Hiyo ndio kazi Mungu anakupea, si malalamiko, sio manunguniko. Mungu apendi malalamiko, anapenda maombi na shukurani sifanyike. Anataka uwe mtu ambaye ni wa kuomba. Sana iliyopita nilikuwa nimekaribishwa mahali na wale wakufunzi ama wale ile shule ambayo nilifundishwa Biblia nilipookoka, na lile kundi la watu nikawa na washuhudia vile ambavyo nilifaidika kwa ile mafundisho. Na mojawapo ya yale mambo tuliyofundishwa kwa ile shule baada ya kuokoka ni habari walikuwa naitanga the will of salvation, gurudumu la wokovu, ambao walikuwa wanasema kwamba Mkristo anakuanga na miguu minne. Mkristo ana miguu minne, na mguu ya kwanza yenye tumeanza nayo inaitwa maombi. Kama umeokoka, ndio tumehubiri sana mambo ya kuokoka hapa. Maombi, usipoomba ule wokovu hautaweza kuundumisha. Lazima uombe Mungu usaidizi, uwe mtu ambaye ni muombaji. Jambo la pili ambalo nilikuwa nawaeleza kwamba
ilikuwa ni kusoma neno la Mungu. Lazima usome neno la Mungu. Lazima usome neno la Mungu. Usiposoma neno la Mungu, hautakuwa na ushirika na Mungu na wala utajua mapenzi yake. Ukisoma neno la Mungu, itakusaidia kujua Mungu na mapenzi yake. Jambo la tatu ilikuwa ni kumshuhudia Yesu uliyemwamini, aliyekuokoa. Ambia marafiki na majirani ya kwamba umepata kuokoka, umempatia Yesu Kristo maisha yako. Jambo la nne, lazima ushirikiane na wale wa Kristo wenzako. Lazima ushirikiane na uende kanisani. Usikose kwenda kanisani bila sababu ya kutosha. Enda kwa ushirika waaminio, ama ukuwe mrafiki na wale wengine wanaoamini. So haya mambo manne yalikuwa ndiyo ambayo ni mafundisho ya kuonyesha vile ambavyo utashinda ukishinda unapoendelea na maisha yako ya Ukristo. Hata nyakati za changamoto, haya mambo manne usiachane nayo. Endelea kuwa mtu ambaye ni wa maombi. Na ndio katika maandiko ambayo tumeyasoma hapo, Paulo anaagiza mwanafunzi wake wa kiroho anaitwa Timotheo. Anamwambia, kabla ya mambo yote, ninataka maombezi, sala na ndoa sifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya watawala, wafalme na wakuu, ili tuishi maisha ya amani. Wakati kama huu nchi yetu tunapoelekea katika mambo ya election mwaka unaokuja, ama tunapoingia katika nyakati za uchaguzi na siasa, ukiwa wewe ni Mkristo, utafanya vizuri sana wakati utajitolea kuomba Mungu, ukiambia Mungu ya kwamba akapate kusaidia wewe na nchi yako. Ni kwa maana Mungu ndiye ambaye ana neno la mwisho la nchi yako. Kama kuna kitu ambacho unafaa ufanya sana kama mwaminio, jambo la kwanza ni maombi, ya pili kupiga kura. Haujapewa kazi zaidi ya hiyo kama mwaminio. Inakustahili ukuwe ni mtu ambaye anajitolea katika hali ya maombi kuliko kupiga siasa. Itakuwa ni jambo ambalo si la uwerevu mtu ambaye ni Mkristo ama mtu wa kanisa kupiga siasa. Unapopiga siasa na wewe ni Mkristo, ama wewe ni mhubiri, ama wewe ni mtu wa Mungu, utajikuta umeanguka kwa mtego wa shetani. Ni kwa sababu siasa zina mirengo tofauti, na hata kanisani kweko na kwenu kuna mirengo tofauti, na watu wana mapendeleo tofauti, na watu washauri mtu kwa sababu ni mbaya ama ni mzuri. Wengine wanamchagua njuni kabila yao, ama njuni mtu ambaye au wanampendelea hivyo tu. Kuna wale watu wanakupenda ukuwe mbaya mkuwe mzuri, na kuna wengine ambao wanakupenda kwa sababu zao wenyewe. So inakustahili ujue kitu moja, ni kwamba siasa sina mapendeleo, ubaguzi na ukabila na ufisadi. So ikiwa wewe unaitwa mtumishi wa Mungu, utajiingiza kwa ile hali ya kuongea mambo ya kupendelea huyu na yule mwingine, utakuta umeanguka kwa mtego wa shetani. So kazi yako kubwa ama yangu kubwa ni kwamba unaombea nchi yako na kanisa, na unaombea wale viongozi walio serikalini na wale ambao tuna upinzani, ndio Mungu akapate kuwaelekeza na kuwashauri na kuwafundisha yeye mwenyewe. Maana wewe mwenyewe hauwezi kufundisha wale watu, lakini Mungu mwenyewe ako na uwezo ya kuwafundisha wale watu. Mungu ndiye huanga anachagua viongozi. Kumbuka mtu anaitwa Nebukadneza. Nebukadneza aliambiwa nini na Mungu? Biblia inasema kwamba wakati alikuwa katika kule ikulu ya Babiloni kule, akitembea kwa zile balcony za kasri yake, aliangalia Babiloni mkubwa, akasema, si mimi nimejenga hii Babiloni kubwa sana. Akaambiwa utakula nyasi miaka 7. Ndio ujue Mungu ndiye anainuanga kiongozi na anatafutanga mtu mnyenyekevu. Akaambiwa Mungu ndiye anachaguanga kiongozi. So si kula peke yake anachagua kiongozi. Anayechagua kuwa kwanza ni Mungu. Isikia kiongozi mmoja wa hapo awali akisema yeye ashashinda mara mingi. Kilichokuwa kimekosekana ni kutangazwa. So inakustahili ujue kitu moja, ni kwamba Mungu akuwe wa kwanza kwa jambo lolote. Usitegemee kula peke yake, tegemea magoti sana. Ombea nchi yako, Mungu akuchagulie kiongozi mnyenyekevu,
kiongozi ambaye ni mwenye huruma, kiongozi ambaye anapenda Mungu, kiongozi ambaye anapenda watu wake. Ukuwe ni mtu ambaye anaomba Mungu atawale kwa kila maeneo. So ndio sababu Paulo akaambia mtu anaitwa Timotheo, akamwambia kabla ya mambo yote nataka ndio na sala sifanyike na maombezi, na sala na maombezi na shukurani sifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahifu. Hii ni zuri nalo la kubalika mbele ya Mungu Mwokozi wetu, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua iliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. So si makosa maombezi kuombea nchi yako ama watawala walio serikalini, wakuwa wazuri wakuwa wabaya, waombee, wafunika na damu ya Kristo. Maana usipowaombea wanaweza sababisha maisha yako yakuwe magumu. Kumbuka kile kinachoendelea kule wanaita Street of Homos. Ni kitu gani kinaendelea kule? Ni mbali sana, si ndio? Kule Street of Homos ni mbali sana. Maeneo ya Iran, Kuwait na kule Saudi Arabia ni mbali sana. Lakini kule kunapokuwa na utata, madhara yake yanaenea kote mpaka yanaathiri hata huku nasikia kwamba inaathiri mambo ya mafuta na mambo mengine. So kuonyesha kwamba maombi ni muhimu sana, kuomba kwa ajili ya wale walio na uwezo na mamlaka. Hata hao wenye ambao unasikia wako huko unaombea, usiombee Israeli peke yake, ombea hata mataifa majirani zake waishi na maisha ya amani. Kanisa ni mpatanishi. Yesu alisema sisi ni sumbi ya dunia. Alisema sisi ni nuru ya ulimwengu, na tukikosekana duniani, dunia imekuwa kwa giza na imekuwa ina ladha. So inatupasa tukue watu ambao ni tofauti na wale watu wengine, ambao hawana wivu na chuki, ambao ni watu ambao wana wapatanishi, watu ambao hakuna mtu wanashukia. Huwezi kusema anashukia huyu haistahili. Inakufaa kila mmoja umuombe, waambie Mungu akapata kumsaidia ajuane na Kristo. Kwa hivyo nasema kwamba inapendeza mbele ya Mungu ndio tuishi kuishi maisha ya amani. Maana ni mapenzi ya Mungu kila mtu aokoke ajue kweli. So katika siku leo Mungu alikuwa ananipatia hiyo neno, ni kuhimiza kwamba unastahili uombe nchi yako, inastahili ujiombee, inastahili uombe watu wote, tukae yale maisha ya amani, yale maisha ambayo ni ya kutukuza Mungu, yale ambayo ni maisha matulivu, yale ambayo ni maisha ambayo unaweza kaa mahali kokote bila kusumbuliwa, mahali unaweza tembea usiku na mchana bila kusema kwamba unatishwa na jambo lolote. Kwa hivyo mpendwa, jitolee kwa maombi. Hata ukikosa huduma nyingine fanya hiyo, naye Mungu wetu atapata kubariki. God bless you. Mungu akuinue, Mungu akubariki sana. Endelea kuomba na ushindi uko mbele yako. Ushindi uko mbele yetu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Ushindi uko mbele yetu kama nchi, kama kanisa, kama jamii, kama mtu binafsi. Kuna ushindi uko mbele zetu. Kama nimetangulia kwamba nilikuwa naambia wale wanafunzi ya kwamba miguu ya Mkristo ni minne: maombi, neno la Mungu lisoma, kwenda kwa ushirika na kushuhudia Bwana Yesu ya kwamba ndiye aliyekuokoa, ndiye Mwokozi, na yote atakayemwamini Yesu Kristo atapata kupokea uzima wa milele. Si muamini, kwa hivyo nasema kwamba hasira ya Mungu itamwangukia. So kama hata hujaokoka, huwezi kuomba na hujaokoka, lazima uokoke. Maana Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Mungu hawezi kusikia labda ya kutubu. Kwa hivyo kama ungependa kujiona na Kristo, rudia nyumbani kusema, Bwana Yesu, leo nakukubali kuwa Bwana Mwokozi maisha yangu. Namkataa shetani, mimi sio wake, mimi ni wako Yesu Kristo. Tawala maisha yangu na niongoze. Leo Yesu Kristo nipatie Roho Mtakatifu akapate kunisaidia siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. God bless you. Mungu akutendea mambo ya ajabu na kupigania kila vita na kupatie mwezi wa Juni, mwezi wa baraka katika jina la Yesu Kristo. God bless you in Jesus name. Amen. 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 Jesus. 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 Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. God bless you. God love you. In Jesus' name.